Sasa ni Kenya Anjui ilikuwa hivi. Ilikuwa ni siku ya Saturday. Tumesha kula, tumesha malisa, tunataka sasa kwenda kulala. Tulilala, tulifika kitu kama saa 5. Na saa 5 ya usiku. Na watu walianza kuita kutoka nje. Kuja ni tuende safari. Nikashindwa hii safari kasa. Ni ya saa 5:30. Akaniita. Tena kaanza ni kuniita sasa kwa ni vile yule sijui alikuwa amelala sana. Na mimi sasa nilifanya nilianza niliomba hadi huyu akatoka. Ilikuwa hivyo. Unastahili kuchunga ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe. Vile niliwaambia usura ya last ng'ombe yangu ilikuwa ngoto. Alafu sasa kuna siku mtu mwingine akakuta hapo, akamwambia bwana wangu nataka uuze hii ng'ombe sababu ninaona inaenda ukufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia nausia nani sababu hata yeye akichukua itakufa. Mimi nimeona imetoka mbada imesimama inakula. Shida ni nini? Kuna mtoto wake hapa alikuwa anapasua kuni. Vile bwana wangu ameingia kwa nyumba hivi, yule mtoto akaanguka chini. Kuanguka chini akafaint. Vile alifaint akachukua hospitali. Akachukua kliniki akaambiwa hapa atufanye hiyo. Akachukua hospitalini. Kufanywa huko akafanywa first aid kila kitu. Mpaka akaona mtoto wake hapa hawatamweza akamchukua hospitali nyingine. Daktari akamwambia unaona sisi si madaktari. Mbona unamchukua hospitali nyingine? Mungu akampigania akafanya nini? Akapona. Na alipopona sasa huyu mtoto aliyuko sijui mahali walimchukua lakini alirudi akisema watu ni wazao. Sasa linda ulimi wako, chenye unatakia mwenzako unapata ni wewe unafanya nini? Unakufanyikia. Bwana Yesu asifiwe. Unaposimama mbele ya Mungu na hii madhabahu inaendelea kufanya nini? Kutetea. Kile chenye unatakia mwenzako kinafanya nini? Kinakurudia. Wacha Bwana asifiwe, apewe utukufu. Amen. Mwana Yesu abawe. Amen. Changora ila mega mwana mbia mono. Asobole ndio biyambye bikeye ngima. Na ila na ilinya sawa na mbia mono asoko ngitera na asoko ndwanira. Wiki elina lenga Jumaine na watesi kulinga yonya saka nitele. Arafu Aramisi tingi chete sauli Yesu ulikuwa wate ngaliye nyangi. Wikabuye prepare na yonya nde nyangi asomwana. Oale omwana mumurumindo wenyondende. Familia sinotwalenge aramu nyasango na nyasana mbiyamana ikiagera twachete marani naro chama nene nakore kanetor rase nyangiye nane karora yani karatara sori gereri ase enyangiere karatara naro chobya bwanya saororo abana banyasaye abasaye mutale wanja mokole nyangi naito laito kuya wakine kanisa yetu abanyina n'abagala enyangi yegehora mota wacha mokole ekiagero biyambororo naro chegangaligere ngalo bya Nyasaye mboro koira ne Nyasaye ona nambiyamane ekiagera nachetali naro che 1 2 3 asenyo bayo manene togena tokara na itu abakristo wa Nyasaye na ira ne biyamane senge nchato lendete familia ngima togaike safari limarani ase kanisebya nande tokaina na biya yoto baikanga chinsa ibere koira na Nyasaye ona nambiyamane sobole ndio buya angitereta senga yane kanyara bibyana byose no binganyete batebyo mwana none biyamana kabeka lirunsenga matabi biya soko ngie safari na nakoirana na irana ili biyamana asegitikoli ale na ikira senyo bayo monene endale geno maraso monene lakini atano monene no tule moni giroli ngike nyumba yana sege sasimero kyane korangeli na nemba tebi elinde Nyasaye otene na mananje na kina yane ina biyamana tigawe baba neske kyaro ogene biyamana asosi. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mara ni Nyasaye ngambiyama. Kalo banda ko itire kan ko manene asa ko musul ko mu ako mpaka to itire ka obana ta watenga no nyembo na kamwira ni Nyasaye ngambiyama nje ko tukwira Nyasaye ngambiyama no naona kana atitega kanjana ekene na rwari
Tinare konyara konyara no konyara ni. Nagi apa na nguri ni ngana sa ko mo ni dara ba kana ra mo chenge. Tu nare konyara konyara. Yuko nare konyara ko te ko jokare ko ni bo mu to ro mo. Lakini bwana mimi na sasa ndio sasa mpaka nikiringa iga. Nagi apa nyora kwa to no ko. Na nati ko takana ga chibu. Ko so mo tanga chibu te ngere nya sa. Ngo yuko nganga ndra ko mo ba kana ko mo to. Yuko ko mira nya sa ngam ya mana se wiki iga. Na ate ka Jumapili na ringa. Eke uno kia mpati tani. Pasto mitombi yamo. Na ite ka nito kukwele ngambi yamo. Enche roga nita kwa nyuma kujua kosigo. Senche roga nita kwa nsabana kutenga bana bana nina saa kaa kwa nyama bana ya. Nina kurudisha shukurani nje na ajie kusima na amenila saa pasa kumpira eti. O mene na nyakoro. Ya na nyakoro ya. Muna eka ni sena ajie muna pasa mitarombi yamo. Abata mawe. Mondo te yora akora mawe na. None karuna ajie sabari pasa. Nini nyolete. Muna wanto mira topa kaya sasa ikirasi na kangero ingaikasi na riwoti. Niko naendelea kumrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya hii madhabahu. Hii madhabahu imenisaidia sana. Tena imeniwezesha sana. Bora kama na Jumapili na bora kiteke unekee mbwate. Bora taika. Na bora kiteka atio bweni. Bora na bweni. Tio bweni ya samu jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Namshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo, maana si kwa uwezo wangu, ni kwa neema ya Mungu. Ilikuwa Wednesday asubuhi, nimejipanga kutoka kwa ajili ya kwenda kazi. Sasa ilikuwa siku ya Wednesday, siku ya ushirika pale Utamba. Sasa vile nimetengeneza chai, nimemaliza, niko na sani vile na kiti kwa chini hivi. Wakati nataka kupanda hivi nifinye nione ni saa ngapi, nikimbie mtoni ili nirudi nienda shambani. Nikaanguka. Ile nilianguka, nilibleed hadi sikujijua. Lakini Mungu alinipea neema, nikakumbuka, nikaita mtoto, nikamwambia akakimbia akaita Agnes. Bila aliita Agnes ndio akakuja akanishughulikia, tukaenda usiku. Sasa kabla tujaenda, bibi na ndugu yangu bila alikuwa anakuja na bleed sana. Sasa akaanza kuniambia si utakufia hapa kwa nyuma, nikamwambia mimi sikufi. Kwa ile mtihani sasa nimequalify siku ya leo. Kwa hivyo Bishop mweka asante, maana wakati nilikuwa naona nimeishiwa nguvu, hata sikuwa naongea sana. Nilikuwa tu naimba Praise and Worship, naimba hata hiyo nyimbo hata ukiniuliza sitaimba. Sasa nikaambia Mungu asante. Nilikuwa naita Mungu wa Michael, Mungu wa Fred, Mungu wa Amani, ndio sasa nikapata nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furahi kwa maana Mungu ametufikisha hapa tukiwa wote salama. Bwana Yesu asifiwe. Amana wakwe. Mimi niko na furaha kwa maana Mungu amenitetea na amenionekania. Kwanza nashukuru kwa ajili ya mtumishi. Kwa yale yote nimeona, nikikutana na jambo kubwa, ninakumbuka jinsi mtumishi aliponilea kutoka hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru kwa yale yote jinsi amenilea. Jaribu likija mimi nakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Niko na ushuhuda 3. Wakati watoto walikuwa wanakaribia kufanya mtihani, nilikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilichukua kama mtoto mdogo wakati pasta alipoombea watoto waende kufanya mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nyakati ilifika ya kufanya mtihani, vita iliinuka ili mtoto asifanye mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Mungu, nilienda kwa yale madhabahu, nikaungana na mtumishi. Sasa Mungu wangu usiniaibishe, kwa maana mahali ninapokuwa ni mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Shetani aliaibika, mtoto alifanya mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3 ni hili. Bwana Yesu asifiwe. Dingana lya watoto neli. Dingana lya kabiri neli. Nilikuja tena nikiwa na jambo ingine Mungu anitendee. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimelialia nikahangaika, kumbe Mungu alikuwa ameniacha kwanza kwa sababu nilikuwa najishughulikia mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nimeona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo mtumishi anajua kuna biashara nilianza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo biashara ikafika katikati ikakatika. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nikililia Mungu. Leo hii nimepata mahali nitaweka hoteli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Jambo la tatu, nimeona Mungu akinitetea. Kwa maana kama umetitolea, Mungu hatawahi kuacha kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zawadi Mungu amenipa na sitaificha. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii Mungu amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru kwa haya madhabahu. Mungu amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Amenibariki, amenipa mtukuu. Siku moja, tarehe moja nitamlete madhabahu haya. Kwa sababu msichana alianzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninakumbuka hapo mwanzo mtumishi alikuwa anatutolea ushuhuda. Kuna ushuhuda inanipa moyo. Eti wakati mama yake alikuwa anamlea, hata alikuwa anamwekea pambas. Bwana Yesu asifiwe. Mama yake akikuja kanisa, yeye anatufanya anakuwa maji tupu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo jambo inanifanya niwe na nguvu. Nisije nikaangalie ni kiasi gani, maisha gani ninaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ule mtoto nilikuwa nakuja na yeye hapa, siku moja mgeni akikuja na yeye atakuja. Kwa sababu hiyo siku alikuwa mdogo, alikuwa anasumbua, lakini leo hii ameenda PP2. Sinamshukuru Mungu. Amen. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Maneno abakwe. Mko na furaha? Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu amenitoa mbali mpaka amenifikisha wakati huu. Wacha niseme huu mwezi wa 11 sikukuwa na amani vile. Nilikuwa nafungwa na maisha yangu na maisha ya familia yangu ikawa imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Jumapili vile nilifunguliwa. Amen. Nikafunguliwa, Mungu akanifungua. Amen. Na maisha ya nyumba yangu ikafunguka. Amen. Wacha niwaambie wenzangu, funguliwa na utaona na macho. Mimi niliona na macho yangu. Amen. Nilienda Friday mlima. Wacha niwaambie kuna mafuta mlima. Kama ufungwi, enda kwa mlima uchione. Ufunguke uone. Amen. Friday ni tukafanya kesha, tukamaliza. Mtumishi Friday, wacha Mungu akuinue, aendelee kukuinua. Amen. Na kuchacha mafuta mapya tena uinuke. Amen. Na uokoe wengi. Amen. Mtumishi akasema hivi, maroho ya madeni imeisha katika jina la Yesu. Amen. Na hilo deni, wacha niwaambie wenzangu, imenisumbua. Nikienda mahali hapa kumefungwa, hapa kumefungwa, mbele kumefungwa, nyuma kumefungwa. Nifanye nini? Sasa vile alisema maroho ya madeni imeisha, nikasikia ni kama ni moto inakuja, kila mwili ni moto, kila mahali ni moto. Tukaomba tu tukamaliza. Wacha niwaambie, nikateremka mapema, sikuongoza wengine tu, nilikuwa nataka tena nipande mlima. Nikaacha wengine wakiendelea na ibada, nikateremka kwangu. Nikafanya shughuli za asubuhi, kuweka maji, nioge tena nipande. Wenzangu, nikapata wanaume wawili wakikuja. Walipokuja wakaambia mzee wangu, kila kitu kiko aje? Akawaambia ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kitu nimetangaza. Sasa wanakuja wanaenda. Yaani nikaona Mungu na macho, wakampatia pesa. Amen. Na zile pesa nikamwambia wewe chukua, upewe wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni ile harakati, tulilelewa mahali papaya. Mume wangu akumbuki kama tunatoa 10% na hatutapigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Mtapigana na yeye vita? Nilimwachia Mungu, nikamwambia wewe pelekea wenyewe. Juu mahali analelewa afundishwi. Hata yani hawamfundishi. Unatoa vile unataka.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba Mungu wangu ule wa Michael amshughulikie, achue Mungu ni nani. Amina. Bia murega mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kima itimnana kinkora kwana. Tinarenga iga Sunday ye. Tinarenga iga ne Jumapili yeri. Ina nyorete na kaboko mugite gara kini ne karenge kake goto. Saturday gotuko tuarageire twakuri. Naongea Kiswahili nisikie kidogo. Yani nkora iko maiko irori Kiswahili. Tuarageire twakorire. Ekaro twakora tugasoane tukarara. Ono kigo ikansa 5:30 nkoyo kora iguno muntu okondangiri kuruziko. Fundi. Inchu toraende safari. Nkochikorigererie simi chirensa 5:30 safari kiego sena eko ndabono butuko. Aende nkara kiri yake. Aenda kanangiri ngagoche. Tori kocha toende safari ye. Ingachaka gusaba bona. Inkasaba rakini bona mwana chitoro chimwagite gose nega abutyade tueriogo. Chimwagite ne mami. Nkasaba nkateba bakanonya yore isika buno mondo ko ede chinguru gatoro no yore igoro anchochi gotoreka akarekana agatama akaragenda oshude ne akabere aiga se konyora ndegasi bono ne nabache takanga neri bago officially imiche kabisa yani antebe tinga yekende kanisa lakini ochega mpaka Friday igona bomkora arashukuru no yore goronga otire ko manchira imiche yani korende kanyago saberanie kire kiabanda abukunya kondangeri gakini ibwato mwana mo Nikiwa hapa kuna siku tuliwasana na mume wangu. Akaniambia vibaya sana, nimepazika lakini siku mjini. Akaniambia wewe kama unataka hana uende ukae kwa kanisa uishi huko. Nikanyamaza tu kwa sababu yeye apitia yale ambayo anapitia. Mzigo wake vile ninampepea yeye haisi kweli hiyo. Mimi naendelea tu kumfanyia Mungu. Sasa ilikuwa last week akawa mgonjwa kabisa. Akaogopa kuniambia maana anajua aliongea vibaya. Sasa wakati alizidi ndiye akaniambia muombe, nasikia alikuwa mgonjwa sana. Vile nilimuombea na mshukuru Mungu wa hii madhabahu, Mungu alimponya. Akasema amepona. Akasema Mungu ni asante. Maana umenitetea hata umeniongelea hivi kwa sababu vile niliomba Mungu alitenda. Akajua ya kwamba huyu Mungu anaweza. Alafu ndiye akaniambia tena ombea mama yangu. Kuna vile aliota. Nikamwombea bado Mungu akatenda. Kwa hivyo namshukuru Mungu, ukijitolea kwa Mungu, Mungu hawezi acha ukaibika, atakutetea. Amen. Amen.